A boy from Tandale. Hapa namzungumzia Nasib Abdul Juma Isaac. Sisi tunamuitaga Diamond Platinum. Leo nakuletea makala fupi inayoelezea historia ya maisha halisi kabisa ya Diamond Platinum, kutokea alipozaliwa hadi hapa sasa alipoweza kufikia, maisha yote aliyoweza kupitia. Ungana nami kwenye simulizi hii nzuri, usipange kukosa. Kwanza kabla ya yote, ningependa kukusii uweze kusubscribe channel yako nzuri kabisa hii ya Bongo Complex, ili wa kwanza kupata habari zetu mara pale pindi tu zinapoweza kutoka. Ilisikika sauti ya kitoto kichanga na nchi nzima iliweza kuingia wingu jeupe. Hii ni ishara ya mwangaza. Ilikuwa tarehe 2 ya mwezi wa 10 mwaka 1989. Hapo alizaliwa Diamond Platinum Nasib Abdul Juma Isaac katika hospitali ya Amana pale Dar es Salaam. Mama yake anaitwa Sandra Kasim, lakini baba yake anaitwa Abdul Juma Isaac. Mahusiano ya wazazi wa Diamond Platinum kama hayakuwa na bahati, kwa sababu Bi Sandra na Bwana Abdul mwanzoni kabisa wa miaka ya 90 waliweza kutengana, na Diamond na mama yake wakajikuta wanaenda kwa bibi yake Diamond pale Tandale Magharibi. Maisha yalizidi kuwa magumu. Mamake Diamond hakuwa na msaada wowote vile. Mwaka 1996 alibidi aweze kujibangaiza, aweze kumwanzisha shule ya msingi mwanae kipenzi Nasib Abdul ama Diamond Platinum pale kwenye shule ya msingi Tandale Magharibi. Hapo ndipo bwana Nasib Abdul aliweza kupata elimu yake ya shule ya msingi, lakini mwaka 2002 aliweza kumaliza rasmi kabisa darasa la 7 na kuanza rasmi harakati za muziki. Kwa miaka hiyo muziki ulikuwa unaonekana kama uhuni hivi, huku Diamond akiwa akibandika picha za wasanii chumbani kwake kama Dully Sax Brother Man pamoja na Mr. Blue Kabaisa. Kipindi hiko wazazi wake walimpinga zaidi, lakini kipaji kilianza kuonekana. Almasi ilianza kuibuka kutoka mchangani. Mwaka 2008 Diamond aliweza kuingia studio kwa mara ya kwanza na kuweza kuachia nyimbo yake ya kwanza ambayo iliweza kufahamika kwa jina la Toka Mbali. Nyimbo hii haikuwahi kuwa maarufu wala haikuwahi kupata mpenyo kwa wasikilizaji. Ingekuwa kwa Kiswahili cha leo ningeweza kusema kama nyimbo hii ilibuma hivi, watu hawakuijua. Baada ya nyimbo hii kubuma, mambo yalizidi kuwa magumu kwa upande wa Diamond Platinum. Akaanza kujishughulisha na shughuli mbalimbali, lakini ambazo zilishindwa kukizi hata mahitaji ya maisha yake ya kawaida tu. Mwamba Diamond Platinum alijichanganya kwenye shughuli ya kuuza mitumba mnamo mwaka 2007, huku akizani angeweza kupata pesa za kuingia studio, lakini hapana, aliambulia patupu tu. Lakini mwaka huo tena akaweza kufanya kazi kwenye kibanda cha kupigisha simu, lakini aliambulia bila. Lakini mwaka 2008, Mungu si asumani, Mwamba aliweza kupata kazi kwenye kiwanda cha kutengeneza mabegi. Bwana, hapa ilikuwa inachekesha kidogo. Kwa siku malipo yake yalikuwa shilingi 2000 ukitoa chakula. Yani hata mwisho wa mwezi pesa za kuingia studio kurekodi hata audio ilishindikanika. Ndipo Nasib Abdul Diamond Platinum aliamua kuuza baadhi ya vitu vyake, na mama yake aliweza kuuza mkufu wake wa thamani zaidi ili Diamond aweze kuingia studio. Hapa ndipo alipokutana na producer mashuhuri zaidi, wanamuita Bob Junior. Lakini aliweza kutoa audio moja kali, lakini haikuweza kufanya vizuri sana. Akaweza kutoa kadha wa kadha, akagundua kwamba muziki bila promotion hauwezi kwenda mahali, na hapo ndipo alipoamua kujishusha kwa promoter wake wa kwanza kabisa ama manager wake wa kwanza, naweza kumuita kwa jina moja tu la Papa Misifa. Na hapo ndipo alipoweza kufanya kazi nyingi. Aliweza kutoa nyimbo yake ya Nenda Kamwambia, aliweza kutoa nyimbo yake Mpagara pamoja na Moyo Wangu na zinginezo nyingi kabisa. Diamond kama masihara hivi, nyota ilianza kuwaka pale mwaka 2009, huku akipambanishwa na wasanii kama vile Bell9, Chid Benz na wengineo wengi tu. Mbwembwe zake kwenye stage ndo zilizomfanya Watanzania wamzimie.
huku akiichafua vilivyo kabisa kwenye kumbi maarufu kipindi hiko kama vile Diamond Jubilee, bila kusahau pale Mbagala za Kem pamoja na maeneo mengi kabisa. Diamond Platinum aliweza kufanya makubwa. 2012 nyota kama ikaanza kuwaka hivi. Hapo aliweza kutapa na vibao kadha wa kadha vikimpatia umaarufu zaidi. Lakini mwaka 2015 ndipo milango ya kimataifa iliweza kufunguka. Mara pale tu alipoweza kufanya collab ya kimataifa yeye pamoja na msanii kutoka Nigeria, Davido. Mwaka 2013 Diamond alikuwa anatamba na kibao chake cha My Number One, huku Davido akiwa anatamba na kibao cha Skere Who. Waliweza kushirikiana na kuweza kutoa remix kali kabisa ya My Number One remix. Nyimbo hii ilifungua mipaka kimataifa kwa Diamond Platinum na kuweza kumsababishia kuweza kuchukua tuzo zaidi ya 100 kwenye karia maisha yake ya muziki. Na hapa ndipo Afrika nzima walianza kumuelewa. Wachumba kaacha kumuita Domo, wakawa namuita Chibude. Hapa Diamond kama nyote iliwaka, maana nikisema inang'aa itakuwa neno dogo zaidi. Wachumba kaanza kumuelewa zaidi, akadondoka kwenye penzi la Wema. Miss Tanzania 2006 walideti kwa mafanikio makubwa, lakini hawakuweza kufanikiwa kupata mtoto. Vile Diamond akawa kama mtu mwenye mafanikio zaidi kwa wasanii wa East Africa. Nyota ikazidi kuwaka, akafungua record label kaita WCB, akaanza na wakali kama Harmonize, Rayvanny, akamvuta Richard Mavoko, bila kumsahau Lava, Malomboso pamoja na Zuchu. Lakini vile akapata kandarasi kwenye makampuni makubwa kama vile Pepsi. Baada ya hapo akahama akaingia Coca. Makampuni yakaendelea kumwamini tu na kuweza kufanya nayo kazi. Vile akashiriki Coco Studio pale Kenya. WCB ikawa kundi kama la wasanii lenye mafanikio zaidi kwa Afrika na Afrika Mashariki. Collabo zikazidi kuwa nyingi na tuzo zikazidi kuongezeka. Mwamba kama nyota ikazidi kung'ara zaidi. Akazidi kufananishwa na Mkali King Kiba, lakini aliweza kuchukua utukufu tu. Lakini aliweza kupata mtoto wa kwanza na mwanadada Zarina Hassani. Vile akaweza kuzaa mtoto wa pili. Mtoto wa kwanza alimuita Tifa, mtoto wa pili alimuita Nilan. Watatu akamuita Dylan, lakini mtoto wake wa 4 alizaa na Hamisa Mobeto, akaweza kumuita Abdul. Na vitu vinginevyo vingi sana. Akaweza kufungua Wasafi Media na Wasafi Festival ikafanya poa zaidi, lakini akaweza kufungua Wasafi Beti na kuweza kuinspire vijana wengi ambao walikuwa hawaamini kwenye harakati kama za kwake yeye waweza kuamini. Lakini vile Mwamba kwa sasa ndo msanii kutoka Afrika ambaye ana subscribers wengi zaidi YouTube. Kama bado hauja subscribe channel yetu hii ya Bongo, fanya hivyo ili wa kwanza kupata habari zetu pale pindi tu zinapoweza kutoka. Usisahau kusubscribe Bongo Complex. Hii ni channel inayokupa taarifa makini.